Uingereza imegoma kwa kambi zake kutumiwa na Marekani kwa ajili ya kuishambulia Iran. Baada ya rais wa Marekani kutoa siku 10 kwamba huenda akaishambulia Iran, serikali nchini Uingereza haijatoa ruhusa kwa Marekani kutumia kambi za kijeshi za Uingereza kama sehemu ya kuunga mkono mashambulizi yanayoweza kutokea ya Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Siku za nyuma Marekani ilitumia kambi ya RAF Fairford huko Gloucestershire na eneo la nje la Uingereza la Diego Garcia katika bahari ya Hindi kutekeleza mashambulizi katika eneo la Mashariki ya Kati. Gazeti la Times limeripoti kwamba ukosoaji wa hivi karibuni wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu makubaliano ya Sakari Stama ya kukabidhi visiwa vya Chagos vya Mauritius na kukodisha tena kambi ya pamoja ya kijeshi kati ya Uingereza na Marekani kulisababishwa na Uingereza kutotoa ruhusa ya kutumia kambi hizo. Msemaji wa serikali ya Uingereza alisema, kama kawaida hatutoi maoni yoyote kuhusu masuala ya uendeshaji. Marekani imekuwa ikishinikiza Iran kukubali kupunguza mpango wake wa nyuklia na imetishia kufanya mashambulizi iwapo itashindwa kufanya hivyo, na imepeleka meli, ndege za kivita na zana zingine za kijeshi katika eneo hilo kwa ajili ya maandalizi ya mashambulizi yanayoweza kufanyika. Wakati huo huo, hatua imeripotiwa kupigwa katika mazungumzo kati ya Marekani pamoja na Iran nchini Uswisi kupitia wapatanishi. Siku ya Alhamisi, Trump alisema dunia itajua ndani ya siku 10 zijazo ikiwa Marekani itafikia makubaliano na Iran au kuchukua hatua za kijeshi. Msemaji wa serikali ya Uingereza alisema kuna mchakato wa kisiasa unaoendelea kati ya Marekani na Iran ambao Uingereza inaunga mkono. Iran haipaswi kamwe kutengeneza silaha za nyuklia na kipaumbele chetu ni usalama katika eneo hilo. Keir Starmer alizungumza na Trump kwa simu siku ya Jumanne baada ya serikali ya Marekani kuunga mkono rasmi makubaliano ya Chagos. Hata hivyo, Marekani imekuwa ikiongeza meli zake za kivita karibu na Iran, ambapo pia imeendelea kuweka shinikizo kwa nchi hiyo kuhusu mpango wake wa kijeshi na msako mkali wa hivi karibuni dhidi ya waandamanaji. Ndege ya Abraham Lincoln ambayo inaongoza kundi la mashambulizi lenye makombora matatu yanayoongozwa ina ndege 90 zikiwemo ndege za kivita za F-35 na wafanyakazi 5680. Inaripotiwa kutumwa katika eneo la Ghuba mwishoni mwa Januari, lakini haijaonekana katika picha za satellite na imekuwa karibu na pwani ya Oman, karibu kilomita 700 kutoka Iran. Marekani pia inaripotiwa kutuma meli nyingine ya kivita ya USS Gerald Ford, meli kubwa zaidi ya kivita duniani Mashariki ya Kati, ambayo inaweza kufika katika eneo hilo ndani ya wiki 3 zijazo. Kuwasili kwa meli ya Abraham Lincoln kunaongeza kile kinachoelezwa kwamba ni uwepo wa sasa wa kijeshi wa Marekani katika Mashariki ya Kati, na ni kile ambacho kinadhihirishwa na rais wa Marekani Donald Trump katika kutaka kufanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.